Karibu sana kwenye Kimbweta. Hapa tuzungumze kidogo. Karibu mtazamaji wa Sauti TV katika kipindi cha Kimbweta, na leo tuko katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania tukizungumzia mada ya msongo wa mawazo na afya ya akili. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani WHO, takwimu zinaonyesha kuwa karibu watu bilioni 1 wanakabiliwa na changamoto za afya ya akili ikiwemo msongo wa mawazo. Lakini umeshawahi kujiuliza vijana wanakabiliana vipi na msongo wa mawazo, hasa wale wa vyuo vikuu? Karibu katika Kimbweta, karibu katika soga la wanachuo, tuzungumze kwa pamoja. Na mimi ni Happiness ya Sheri. Na mtazamaji wa Sauti TV, na sasa tupo katika Kimbweta tukijaribu kuzungumza na baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino tupate maoni yao kuhusiana na mada yetu ya afya ya akili na msongo wa mawazo. Habari zenu? Salama kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Amoni Stanley. Na kutokana na takwimu zinaonyesha kwamba takriban watu bilioni 1 wameathiriwa na changamoto za afya ya akili. Sasa wewe kwa upande wako kama kijana na ni mwanachuo, wewe unahisi ni nini ambacho kinasababisha msongo wa mawazo kwa vijana? Changamoto ziko nyingi sana zinazopelekea msongo wa mawazo, hasa hapa chuoni kwetu St. Augustine University of Tanzania. Changamoto zipo nyingi sana. Changamoto ya kwanza naweza nikasema kwamba swala zima la ada. Najua kwamba sisi watu wengi tunatoka kwenye familia maskini sana. Hivyo familia zetu zinashindwa kutulipia ada na baadhi ya mambo mengine kutulipia. Kwa mfano kwanza katika kipindi hichi cha mitihani, watu wengi sana wana drop, wanaacha masomo kutokana kwamba wanashindwa kulipa ada. Na sio hivyo tu, zipo sababu nyingi sana. Sababu nyingine utakuta kwamba ile examination phobia, au utakuta labda mtu anakuwa na pressure na mtihani, hasa kwenye kipindi cha mitihani. Watu wanakuwa na mawazo mengi sana, mawazo ya coursework na mawazo mengine. Kwa upande wako wewe sasa, wewe kama wewe nini ambacho kikitokea kinaweza kikakusababishia msongo wa mawazo? Mimi kama wazazi wangu wasiponilipia ada, ila mimi najikuta kwamba nakuwa na mawazo mengi sana, of course, kwa sababu nitashindwa kufikia malengo ambayo nitakuwa nisha target kwa kipindi hicho. Kwa hiyo nitajikuta kwamba nipo kwenye mawazo mengi sana. Unatumia mbinu gani kujikwamua kwenye hiyo changamoto yako ambayo inaweza ikakusababishia msongo wa mawazo? Najaribu kuongea na wazazi wangu, najaribu kuongea na ndugu, jamaa na marafiki. Hata kuna wakati naongea na uongozi wa chuo kwamba kwa namna ipi unaweza kuwasaidia watu ambao hawana mkopo. Najaribu kufanya kila namna ili kusudi niweze kufikia malengo yangu. Sawa. Kwa upande wako wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Jafet Rashid Kitoki. Okay, Jafet, wewe kitu gani ambacho kikitokea sasa hivi kinaweza kukusababishia msongo wa mawazo? Kimsingi vipo vitu vingi sana ambavyo vikitokea vinaweza kunisababishia msongo wa mawazo, lakini kwa maisha ya chuo nikikosa ada na msosi, vitu vile tu vya msingi. Ada na msosi vinaweza kusababisha msongo wa mawazo? Yeah, sure. Kwa sababu nikikosa ada, unajua maisha ya chuo ukiwa na ada unakuwa na accessibility ya kufanya vitu vingi sana, lakini ikifikia mazingira hauna ada inakuwa changamoto kubwa sana. Lakini nikisha fix swala la ada na uhakika kwamba hapa masomo lazima endelee na vitu vingine vitaendelea. Kwa unaweza ukalipa ada afu ukaingia darasani ukiwa hujala, si ndio? Sasa ndo maana nikasema vitu viwili hapo. Umesema ukifix swala la ada au hatujafix swala la msosi? Iko hivi, nikiwa na ada, si ndio, na ada tayari nishalipia ada, alafu kitu kingine financial niko vizuri, maybe serikali imenipa mkopo, nina uwezo wa kuwa na access ya pesa na kufanya vitu vingine kama kupata msosi ambao ni mzuri, mazingira mazuri, akili katulia, nikaingia mitaani nikafanya vitu vingine kama biashara, inakuwa poa sana yani. Ikitokea leo msosi ndani umeisha, haujalipa ada, unatumia mbinu gani ili kutatua changamoto zinazokukabili ili ujikwamue kwenye hicho kipindi cha msongo wa mawazo? Yani ikitokea situation kama hiyo, of course ni situation ambayo ni ngumu sana, lakini ikitokea kuna mawili, either niwasiliane na uongozi wa chuo nijue nafanyaje namna ya kulipa ada, si ndio, au ni wakonsati wazazi. Ila ikishindikana, kwa sababu si unajua tena vijana wa Kitanzania kama hivyo, nitaingia mtaani, nitapambana ili nijue nawezaje kufix swala la ada. Unajishughulisha na shughuli yoyote? Ndio. Mimi ni dereva, of course. Dereva wa? Naendesha maloli, lakini kwa sasa ndo najihusisha na masomo. Kwa hata kwa kipindi hichi cha masomo hapa St. Augustine nafanya biashara za delivery. Yeah. Sawa. Tukihamia upande huu, kwa upande wako wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Peter. Karibu Peter, utuambie ni kitu gani ambacho kikitokea sasa hivi hapa kinaweza kikakusababishia msongo wa mawazo? Moja ya kitu mimi ambacho kinaweza kanipatia msongo wa mawazo
pengine nizungumzie kwa upande wa labda bomu likichelewa kutoka, cause au pia kale ka situation fulani ambako umekosa coursework. Yes, let's say quiz, umechelewa kuingia darasani, mwalimu katoa quiz au kuwepo. Kwa hiyo inakuwa inakupatia msongo wa mawazo kwamba utawezaje kufix hilo gap ambalo umelipata hapo. Wewe imeshawahi kutokea ukakosa quiz darasani na ukakosa na kipindi alafu ikakusababishia madhara? Ni madhara gani? Kimsingi nilipata msongo wa mawazo kwamba nilikosa kuingia kwenye kipindi alafu mwalimu akatoa quiz, kwa hiyo sikuweza kupata hizo alama. Kwa hiyo nilipompata kumfesi akawa amekataa, kagoma kutoa makeup. Kwa hiyo kimsingi hapo nikawa na msongo wa mawazo kwamba nawezaje kufix gap hilo. Ulitumia mbinu gani sasa kutatua hiyo changamoto mpaka ukufikia hatua ukakaa sawa kiakili? Mbinu niliyotumia niliamua kukubaliana au kupokea kile ambacho kilinitokea kwa wakati huo, kwa maana mimi ndio nilisababisha. Kwa hiyo nilikubali tu. Sawa. Kwa upande wako mwanadada hapo unaitwa nani? Naitwa Yohana. Nani? Yohana. Karibu sana Yohana. Tuambie wewe unawashauri nini vijana ambao wanakabiliwa na msongo wa mawazo? Yaani ni kitu gani ambacho unaona wafanye kitakuwa kizuri zaidi ili kukabiliana na changamoto ya msongo wa mawazo? Kwa upande wangu, kwanza kabisa kwenye swala la kukosa quiz, hapo ambapo wamesema ni changamoto kubwa kwao hasa, na washauri vipindi vingi wawe wanahudhuria kwa wakati na pia wawe on time kwa kuzingatia maelekezo ambao wanapewa na lecturers. Wewe unakuaga on time wewe au kila kitu unapangiliaga kwa wakati? Of course I have timetable. Wewe ni kitu gani ambacho sasa hivi hapa kikitokea kinaweza kusababisha msongo wa mawazo ukaingia katika dimbwi la mawazo mpaka kiasi kwamba ukashindwa kufanya chochote? Kwangu mimi kitu cha haraka ambacho kinaweza kunipa mawazo ni pale napopokea simu nikasikia taarifa kuwa mamangu anaumwa. Itanipelekea katika hali fulani hivi ya msongo ambayo inaweza kaleta athari kwangu mimi na pia katika masomo yangu hapa hivi chuoni. Sawa, asante sana. Sasa tukihamia kwa upande wa huku, wewe kaka, kitu gani ambacho kikitokea sasa hivi hapa unaweza ukapata mshtuko mpaka kukupelekea msongo wa mawazo? Kwangu mimi kuna mambo mengi ambayo naweza nikawa nimepata, lakini kwa sasa hivi naweza nikazungumzia mambo baadhi ambayo kidogo yakitokea kwangu yanaweza kunipa msongo wa mawazo. Kitu cha kwanza ni kwamba kwangu mimi wazazi wangu wanapokuwa mbali, situation kama niko shuleni ama niko chuo kama hivi, alafu akawa mbali, unakuta kuna message imeingia leo au umekutumia message lakini sikufanikiwa kuipokea, unaona. Sasa kwa wakati huo unakuta niko kwenye situation na niko darasani sijapokea ile simu, nikaja kuwatafuta siku 2-3 lakini hawakupatikana au inaita halafu hawapokei. Kwa hiyo inaniwia ugumu sana kutambua kwamba ni shida gani iliyopo nyumbani, inakuwa inanifanya niwaze sana. Na turudi kwa upande wa mwanadada pale. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Christina. Sasa kwa upande wako wewe Christina, unawashauri vipi vijana haswa wanachuo ambao unaona kabisa wanakabiliana na msongo wa mawazo? Ni mbinu gani ambazo wanapaswa wazitumie ili kujikwamua na msongo wa mawazo? Mbinu zipo nyingi, ila kwa upande wangu mimi ningependa kuwashauri wajitambue. Kujitambua, nikizungumzia kujitambua ni hususan katika swala zima la usomaji. Unakuta mtu anajua kabisa sasa hivi napaswa niwe kipindini, lakini mtu unakuta anadoji nini, haingii vipindi. Kwa hiyo mtu akijitambua, akafuata ratiba zake vizuri, akahudhuria masuala ya discussion, vipindi, hiyo pia itaweza kumsaidia kusolve tatizo la nini, la kutotimiza coursework. Asante sana Christina. Sasa mtazamaji wa SAUT TV, na sasa tumemaliza sehemu yetu ya kwanza ya kipindi na tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya kipindi ambacho ni The Challenge.
Na challenge yetu ya leo tutauliza swali ambalo kila mmoja hapa atapaswa atujibu. Swali letu linauliza kwamba ni mkoa gani mkubwa kuliko mikoa yote Tanzania? Tuanzie hapa. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Moses. Dar es Salaam. Okay, Moses. Ni mkoa gani ni mkubwa kuliko mikoa yote Tanzania? Yaani Nice Kagera. Kagera. Hapana. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Edward. Kwa upande wako Edward, ni mkoa gani ambao ni mkubwa hapa Tanzania? Mimi ninavyofikiria, kwa kuwa sijabahatika kutembea sana, ila nyumbani ni Kagera, mimi nahisi ni Kagera. Hapana. Kwa upande wako wewe? Mimi nadhani ni Tabora. Tabora. Wewe? Mimi kwa upande wangu, umezungumzia upande ukubwa kieneo, maendeleo au ukubwa kivipi? Kieneo. Kieneo. Mimi pale ni Morogoro. Morogoro. Wewe? Singida. Singida. Hapana. Kwa upande wako wewe nani? Kwa upande wangu Arusha, mkoa wa Dudu. Sasa mtazamaji wa Sauti TV, aliyepatia ni mmoja tu. Mkoa mkubwa kuliko mikoa yote Tanzania ni Tabora. Na asante kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo wa kipindi chetu cha Kimbweta mpaka mwisho, lakini usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok @SauTV TZ. Bye bye, tukutane tena Jumapili nyingine.